shukrani kwa wasanii wa Chado Master Film. Wanakuja kutoa shukrani kwa mashabiki zao, watu ambao wamefuatilia kwa karibu kabisa tamthilia hii ya Mission Impossible. Kubwa zaidi tusubiri tuone hapo ndani kipi ambacho wamekiandaa, lakini muda huu nazungumza na miongoni mwa wasanii ambao wameshafanya makubwa kwa tamthilia hii ya Mission Impossible. Anaitwa Manyonga, Mr. Manyonga, mzee wa Wanta Dida, Wanta Dada. Pesa na huruma vitu vile tofauti. Tutazungumza naye atuambie vile ambavyo ameweza kushiriki kwenye tamthilia hii, lakini kubwa zaidi kuelekea kwenye kazi ijayo, kipi ambacho amejipanga nacho, lakini tunamuona muda huu ana Manyonga Filamu anakwenda kutuambia kwa upana zaidi. Mzee kwaje? Bwana, alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tumuonana bwana Nyundo. Na mara mwisho tangu kwenye harusi na tumeonana tena leo. Nashukuru alhamdulillah. Usiku wa shukrani kwa Mission Impossible, wasanii kwa ujumla. Wewe kwako unatafsiri nini? Hii ni mara ya kwanza kwa vijana ambao wameamua. Jua mtu ambaye hana shukrani ashukuru kwa kidogo, hata akipewa kikubwa hizi kushukuru. Lakini gang ya Chado Master Gang, uongozi, yani ukimzungumzia unazungumzia uongozi wa Chado Master Gang. Umeona kuna watu tulianza nao kuanzia season 1, ikaja season 2, season 3, tupo nao na walikuwa na support. Kwa hiyo kumshukuru mtu kwa kile ambacho amekifanya ni jambo kubwa. Kwa hiyo mimi niweze kupongeza uongozi kwa kuona jambo kama hili, kuwashukuru. Na kwa sababu gani nimefanya shukrani? Kuna watu walikuwa nasubiria labda itakuja season 4. Kwa hiyo ya mwisho iliisha, imekwisha kabisa. Yani kama imekwisha kabisa. Kwa hiyo ili kufanya party ili watu wajue kabisa na tumesherehekea maisha ya Mission Impossible. Kwa tupo kwenye kusherehekea maisha ya Mission Impossible. Mr. Manyonga, mashabiki wenda wangetamani wafahamu kipi ambacho umegain kupitia kwenye Mission Impossible, kwa maana kwamba mpaka inaisha, wewe binafsi kipi ambacho umekipata? Mimi kwanza niweze kushukuru uongozi wa Chado Master Gang. Tangu ulivyoniamini kwenye series ambayo inaitwa Problem, tukamaliza Problem, tukaja huku kwenye Mission Impossible. Nadhani watu wameona, yani kuna vitu ukiongea unajua kabisa kama kuna watu wameona. Yani huwezi ukitaja Mission Impossible bila kulitaja jina la Mr. Manyonga Maproso, mzee wa pesa na huruma, ni vitu vile tofauti. Mimi niliangalia nini cha kuingia nacho mule. Kwa hiyo msanii unapopewa nafasi ya kufanya kitu, usiishie tu mtu kukupa maneno yake, na wewe mwenyewe utakuwa ujiongeze. Kwa mimi talanta yangu imesababisha leo mimi nakuwa Mr. Manyonga Maproso. Na kuwa na heshima kwa sababu mimi mwenyewe nilionyesha uwezo ambao ninao binafsi. Kwa hiyo nashukuru, imenisogeza kiasi kwamba sasa na mimi baada ya imekwisha kabisa, nikaona kuna nafasi, kwa sababu watu kama wakia si chini ya watu 10, 20, 30 na wakakwambia tunaomba utusapoti, tunaomba utusaidie. Mimi nilikuwa sina nguvu ya kuweza kumsaidia mtu kwa sababu nipo chini ya himaya ya familia ambayo ofisi ya mtu. Kwa nikaangalia baada ya Mission Impossible kuisha nafanya nini. Kwa baada ya bosi kuandika imekwisha kabisa, basi nikaona na mimi nianzishe familia ya kuweza kuwashika kama mimi nilivyoshikwa mkono, na mimi nianzishe familia ya kuweza kuja kuwasapoti vijana wengine ambao wana ndoto ya kufika kama nilivyofika mimi. Kwa hiyo nikaona nifanye jambo kidogo. Kabla sijaingia hapo kwenye jambo lako, nataka nimalize swali lako la mwisho kwenye Mission Impossible. Ndio. Kwenye kazi mpya ambayo inafuata, tutarajie kumuona Mr. Manyonga kama moja kati ya wanafamilia wa Chado Master Film? Wapi yani sasa kwenye Chado Master? Aha, unajua hii series mwandishi na mkono wake. Mkono wa Chado Master Gang, ukimwona Mr. Manyonga itaonekana. Kama mkono hujaniona siwezi kuonekana. Lakini kuna watu wanajiuliza labda Mr. Manyonga atamuona wapi? Mimi sasa hivi nina familia ambayo inaitwa Manyonga Films. Kwa yule mshabiki wangu yani mshabiki wangu anajua nikienda kwenye Manyonga Films nitapata kazi. Na hapa ninavyoongea na wewe tayari nishapandisha episode namba 1 ambayo kazi ipo YouTube kwenye channel yangu ya Manyonga Films, na hilo jambo linaitwa Utamu wa Shemeji. Kwa sasa hivi nina series ambayo tayari yani leo nasherehekea maisha ya Mission Impossible nikiwa na mimi nina gang yangu, alafu tayari nishaachia kazi. Yani siongelee mdomoni kwamba kazi ipo YouTube, watu wakiingia kule kwenye Manyonga Films wanakuta Utamu wa Shemeji. Kwa hiyo mfumo ni ule, ni malezi mazuri ambayo nimeyapata. Kwa hiyo mkono, narudia tena, mkono wa mwandishi katika series mpya kutoka Chado Master Gang, ukiniona
nitaonekana pale ni nyumbani. Pale kwangu muda wote, wakati wote, saa yote. Nikiandikwa tu, nikipigiwa simu kesho na shoot. Kwa nini nisionekane wakati tumetoka wote down mpaka hapa tulipofika? Mimi na nguvu yangu pale ambayo nimeifanya pale. Kwa nini yani? Pale ni nyumbani. Kwa hiyo muda wote, wakati wote ni mkono wa mwandishi tu. Kwa hiyo Watanzania wasiponiona, labda Watanzania wasiponiona kwenye series mpya kutoka Chado Master, basi ujue mkono wa mwandishi haujaniona kwenye Chado Master. Swali la mwisho kabla sijaja kwenye utamu wa shemeji. Ndio. Wasanii mmekuwa ni watu wa kuutambawa. Kuna baadhi ya majina ambayo hayakuwepo kwenye sanaa, yakaingizwa kwenye sanaa, yakatambulika, tukayafahamu, tukayapenda. Maana baada ya kupata umaarufu huo wanawaacha wale ambao wamewatambulisha na kwenda kujianzishia wenyewe. Manyonga ni miongoni mwa watu ambao wanapita kwenye njia, jina ambalo wamelipata sasa kutoka kwenye Chado Master Film imepelekea kuanzisha Manyonga Film. Tunaweza kusema ameutambawa. Nisikilize nikwambie kitu kwanza, kitu ambacho utakuwa ujue. Manyonga Film imezaliwa na Chado Master Gang. Kwa hiyo wasanii ambao watakuwepo kwenye Manyonga Films ni wajukuu wa Chado. Chado kamzaa Manyonga katika tathnia ya filamu, na mimi nimezalisha wengine. Kwa hiyo bado yani mimi ni mtoto wa Chado Master Gang. Yani nyumbani mimi ni kwa Chado Master Gang, huku ni kwangu. Kwa hata nikizidiwa mimi nitarudi nyumbani. Kwa hiyo mimi pale ni nyumbani. Yani ukiniambia kuotambaa, mimi siwezi kumdharau hata siku moja Chado. Yani siwezi, ni mdogo wangu kiumri, lakini kikazi ni bosi wangu. Kwa na mheshimu. Tukirudi kwenye maisha mengine, mdogo wangu tu. Yani mimi nitabaki kuwa mkubwa afu atasikiliza mawazo yangu. Lakini kwenye kazi, ni bosi wangu afu na mrespect, anajua kama mimi namkubali sana. Yani anajua namkubali na ninampenda na bado nalipenda chama langu. Na lengo ni nini? Chado Master Gang tuzidi yani Mwenyezi Mungu nachokiomba kwa ndugu yangu asipoteze msanii yoyote. Yani ile ladha ambayo ilikuwa inapatikana kwenye Chado Master Gang iendelee na endelee kuwapa burudani, endelee kuwapa watu elimu kupitia gang yake. Yani amezalisha kitu, ni mtaji mkubwa kwake. Nimetazama utamu wa shemeji, nimekutana na moja kati ya comment ambayo binafsi imenistua. Naam. Watu wanasema Manyonga ameanzisha Manyonga Film kwa sababu pesa ambayo analipwa na Chado Master kama haimridhishi, amana bora akajitafutia mwenyewe. Swali langu, kuanzishwa kwa Manyonga Film kuna baraka kutoka kwa Chado Master, ama ni kweli kwamba umeshaona kule sasa riziki imekuwa ndogo, wacha na mimi nianzishe yangu? Kabla sijaanzisha Manyonga Films, nilikaa na Chado na nikamwambia nataka kuanzisha kitu fulani. Akanambia mikono meupe, kila laheri, na hata ukitaka chochote kuhusu vifaa, jambo lolote unalolitaka Chado Master, ruksa, njoo uchukue. Kwa hiyo mimi ninachosubiria ni yale aliyoyasema tu mzee ayaendeleze. Lakini mimi sina kinyongo na babangu, sina kinyongo na mdogo wangu, sina kinyongo na bosi wangu. Bosi wangu anajua anampenda na anamkubali. Kwa hiyo mimi ni yeye kwa yale aliyoyasema kuyaendeleza. Kama atayakiuka ni yeye, lakini mimi mpaka sasa hivi tuko safi, tuko vizuri. Leo tunasherehekea maisha ya Mission Impossible. Na leo nasherehekea kuwa na gang ya Manyonga Films, kwamba na mimi nina kampuni. Kwa hata yeye atakuwa ajivunie kwamba mimi ndio nimezalisha Manyonga Films. Anatambe kokote kwa sababu ana mtoto mwenye akili. Yani mimi kuanzisha vile ni akili, kupunguza nini? Njaa, hela itoshi. Afu makundi mengi yanavunjika kwa sababu ya hela ndogo ndogo. Mimi nimeanzisha vile kutokana na ukubwa wangu, nisianze kulalama chochote na yani chochote kinachotoka katika gang yangu nikipokee, hata kama ni kidogo, kwa sababu mimi mwenyewe nazalisha. Ndio maana yangu. Si kwamba silipwe hela ndogo, nalipwa hela ndogo, au si kwamba sijui nalipwa hela kubwa, sijui nafanya nini. Hapana mzee. Hiyo ni siri yetu ya makubaliano yetu ya kazi yetu. Kila msanii ana mkataba wake. Mimi mkataba wangu ndio mkataba mkubwa kuliko msanii wote Chado Master Gang. Yani ukimwondoa Chado utamtaja Manyonga. Kwa mimi mkataba wangu ni wa kikubwa zaidi. Hakuna mtoto wote ambaye mkataba wake unafika. Hapo hakuna mtoto wote anakanyaga nyayo hizi. Yani ukimtoa Chado unampata Manyonga. Mwingine sijui nani. Kwa nilifanya vizuri, alhamdulillah. Watanzania wanipokee, wapokee kazi zangu, wapokee familia mpya ya Manyonga Films ambayo imezaliwa na Chado Master Gang. Kwa hiyo mashabiki wote wa series nchini, naombeni support yenu, naombeni mniunge mkono. Bado nipo na Chado, bado nipo familia ya Chado. Kule mtaniona endapo mwandishi ataniona.
lakini naombeni msapoti kazi zangu, nawapenda sana. Mr. Manyonga Maproso, wantadida, wantadada. Mfumo ni ule ule, aliyoua auawe, aliyoiba aibiwe, aliyogusa naye aguswe. Alafu nini mdogo wangu? Sasa hivi tunalinda ubingwa, wewe ubingwa unao? Ubingwa nao. Ubingwa unao Ubingwa unao Unaangalia unionaje? Ndio maana nimekuuliza, sasa hivi tunalinda ubingwa, wewe unao? Kama unao safi tu ndugu yangu. Hakuna kupoteza ubingwa, linda ubingwa wako bwana. Maana umehangaika nao tangu utotoni mpaka utu uzima, endelea kulinda ubingwa mdogo wangu. Bwana shukrani sana. Bwana shukuru.